Serikali ya SMZ na SMT zimeendelea kufanya mambo makubwa katika sekta mbalimbali za maendeleo, hatua ambayo inaelezwa kuwa imechochea kwa kiasi kikubwa mwamko wa vijana kushiriki katika shughuli za maendeleo ya taifa. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mjini, ndugu Talib Ali Talib, katika tafrija iliyoandaliwa na vijana wa kundi la Dijon katika uwanja wa Matarumbeta uliopo Jang'ombe, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja. Jitihada kubwa sana za rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na jitihada za Dr. Hussein Ali Hassan inaonyesha wazi kwamba viongozi wetu wawili hawa wanakubalika sana ndani ya nchi yetu hii, na wazee wanakubali na vijana wanakubali. Kwa hiyo mambo kama haya ni mambo ambayo yanaleta matumaini makubwa sana kwa hususan kwa wale viongozi wetu. Kwa hiyo nafikiri mambo kama haya ambayo wameandaa vijana wetu ni mambo ambayo ya kuungwa mkono mkubwa sana. Na iko haja ya kuungwa mkono kwa sababu ndani ya nchi yetu una viongozi safari hii wamefanya mambo makubwa sana kama Mama Samia Suluhu Hassan aliyofanya ni makubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Amesema hatua hizo zimeanza kuleta matokeo chanya, huku vijana wengi wakijitokeza kushiriki katika miradi ya kijamii na kiuchumi, jambo linaloonyesha mwamko mkubwa wa kizazi kipya katika ujenzi wa taifa. Inaonyesha wazi kwamba leo wanakuja vijana wajitokeza kama hivi, leo wanajitokeza wazee kama hivi. Na siku ambayo tunahimiza tarehe 29 tuna imani kwamba siku hiyo watajitokeza watu kwa wingi sana, watajitokeza vijana kwa wingi sana kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Hata wale walikuwa wapiga kura na imani kwamba watahamasisha wazee wao, watahamasisha wale ambao walikuwa wapiga kura wakapiga kura. Nao viongozi wa kundi la vijana wa Dijon wamesema lengo la tafrija hiyo ni kuwashajihisha vijana kutunza amani na kushiriki katika uchaguzi mkuu kwa usalama. Vijana tumehamasika, tumekusanyika hapa maelfu ya vijana leo. Lengo kuu ni moja tu, kuweza kuyazungumzia yale ambayo aliyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi, na kuweza kuhamasishana vijana sote kuweza kushiriki uchaguzi kwa salama na amani, ili kuweza kupiga uchaguzi kwa amani. Na tupo hapa kwa ajili ya kutangazia hiyo amani yetu, kwamba hapa kutakuwa hakuna matatizo yoyote. Lengo kuu kabisa ni bata la kutiki kuelekea Oktoba 2029. Daktari Samia Suluhu Hassan ametuletea kiteweo hapa, ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku, kwa ajili ya vijana kufurahika na kujipoza kwa kipindi chote cha nyuma ambacho tulikuwa tunajitoa kuhamasisha vijana wenzetu juu kuelekea Oktoba 29 mwaka huu 2025. Kwa upande wao, vijana wa kundi hilo wamesema lengo la kuwepo kwa tafrija hiyo ni kuunga mkono juhudi za viongozi waliopo madarakani ambao wanahakikisha nchi inakuwa kwa maendeleo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Daktari Samia Suluhu Hassan, halikadhalika Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa mengi mazuri, jitihada, ujenzi wa nchi kuanzia masuala ya barabara, mahospitali, masoko. Katika swala zima la amani kuelekea tarehe 29 Oktoba, vijana kama vijana tunataka tukaende tukapige kura, tumeweza kupiga kura, turudi nyumbani, tutulie, tuendelee na shughuli nyingine. Leo tunahamasisha vijana wote kwenda tukatiki ifikapo tarehe 29 Oktoba kwa viongozi wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na Daktari Hussein Ali Mwinyi na viongozi wote waliogombania katika tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Samia Suluhu Hassan wote hao nimewataja kwa sababu mimi ni mtu wa michezo. Katika kipindi ambacho wameongoza wao wamekuja na upepo mzuri sana kwenye michezo. Tumeona timu za taifa za wanaume, za wanawake zinafanya vizuri, na pia vilabu vyetu mpaka sasa hivi vinafanya vizuri. Kwa hiyo mimi nikaona sina cha kulipa zaidi ya kuja kusapoti kwenye hamasa zake. Tafrija ya bata la kutiki imeandaliwa na vijana wa Dijon na imedhaminiwa na taasisi ya Bega kwa Bega na Mama iliyopo Zanzibar. Nikiripoti Shamur Amol, Sunet TV.